Wakati mimi nilisema tutakuwa na program ya affordable housing na tutahakikisha ya kwamba kupitia kwa hazina ya housing fund ambayo inatokana na housing levy, tutabadilisha makao ya wananchi. Tuwatoe wananchi kutoka mahali pachafu, mahali pa sewage, mahali hakuna stima na maji na barabara, na tuwapeleke na tuwaweke katika manyumba ya ghorofa kama hii. Watu wengi hawakuamini, lakini mimi nataka niwahakikishie, ni ahadi yangu, ni ahadi ya serikali hii, na mimi nitahakikisha ya kwamba tumetimiza ahadi yetu kwa wananchi wa Kibera na kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza, Waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Si ni mawingu? Hapa munaona mawingu ama hamuoni mawingu? Inaonekana haionekani? Si manyumba inaendelea? Na nimewaambia watu wa Kibra, mimi nimesema hatuna nafasi na siasa kila wakati. Hatuna nafasi na siasa ya chuki, na siasa ya ukabila, na siasa ya kisirani, na siasa ya makasiriko. Tayari wananchi 11,000 wameandikishwa. Kila mmoja wa hawa wananchi 11,000 hapa ndani utapatiwa card ambayo itaonyesha kwamba wewe umekuwa mkaaji wa hapa slum. Namba ya kwanza. Alafu namba ya pili, hiyo card ndio itakuwa tikiti yako ya kupata nyumba hapa wakati tutaikamilisha. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa hivyo, hii kazi tunamaliza ya enumeration ilikuwa ikamilike Jumamosi, lakini nimeambiwa ya kwamba wananchi bado ni wengi. Kwa hivyo nimesema iendelee kwa siku ingine 2 mpaka kila mwananchi afikiwe. Tunaelewana jameni? Na ni kwa sababu nilisema hivi ya kwamba hii Kenya lazima tuwe na usawa. Hapa hakuna ukabila. Hapa mwananchi wa kutoka sehemu yote ya Kenya, uwe ni Mjaluo, Mkikuyu, Mkamba, Mluya, Mborana, utaishi kwa hizi manyumba bila ya wewe kubaguliwa kwa sababu wewe ni mtu wa kutoka jamii fulani. Kwa sababu Kenya ya ukabila ni Kenya ya aibu. Tunataka tuungane sote kama taifa moja. Na kazi yangu kama rais wa nchi ni kuunganisha Wakenya wote. Tukae pamoja kama ndugu moja. Tuache siasa ya migawanyiko na chuki na hasira na makasiriko na ukabila. Sisi wote tuishi kama ndugu moja. Watu wa Kibra jameni, mtanisaidia tuunganishe Wakenya? Mnasema tuungane ama tutengane bwana? Mnasema tuungane? Wale wanasema tuungane kwa mkono. Salala. Kuna mtu anataka kuishi mahali iko takataka? Kuna mtu anataka kuishi mahali iko maji taka? Ama mahali hakuna choo? Ama mahali hakuna stima? Sisi wote tunataka kuishi mahali pazuri. Mnanielewa? Na sikizeni, mimi nataka mjue ya kwamba hakuna mtu ameandikiwa awe maskini Kenya hii. Sisi wote, katiba ya Kenya inalazimisha serikali, inanilazimisha mimi kama rais wa nchi hii kuhakikisha ya kwamba napanga vile wananchi wote wanaweza kuishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna barabara, mahali kuna usafi. And that I will commit. Wale wananipinga wataendelea kunipinga, lakini mimi nitasimama imara
kuhakikisha kwamba kazi hii inasonga mbele, na sio hapa Kibera peke yake. Mukuru inaendelea, kule Kiambu inaendelea, kule sehemu ya Nairobi peke yake. Wacha niwapatie statistics. Hapa Kibra peke yake tunakuja kujenga nyumba 10,000 mahali hizi mabati iko. Hapa tuko na nyumba 4,500. Nilikuja hapa Southlands miezi miwili iliyopita, nikaanzisha nyumba 15,000. Saa hizi inaendelea kujengwa katika Kibera hii. Kibera hii peke yake tunajenga nyumba 25,000. Ati kuna watu wanasema nilifanya makosa kuweka housing fund. Ati wanasema nilifanya makosa kuweka housing levy. Bila housing levy hii nyumba haingejengwa. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa matusi ama kwa fitina ama kwa hasira ama kwa makasiriko ama kwa ukabila. Kenya itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo kama hiyo tunaona hapa ya kubadilisha maisha ya wananchi wa taifa letu. Kwa hivyo Kibra, mimi nataka niseme asante sana, na mimi nitarudi hapa wakati ya kuja kuanzisha hii mpango hapa. Tuhakikishe ya kwamba we change our country and we change the destiny of our nation. Na nyinyi vijana mko tayari? Nahitaji vijana wengine wa kufanya kazi hapa. Vijana hapa mko tayari ama mko tayari? Mko tayari? Si mnaona jamaa wanafanya kibarua hapo? Sasa mimi nataka watu wengine wa kufanya kazi hapa wakati tutaanzisha. Hii Kibera ambayo iko hapa, ambayo ati sifa ya Kibera ilikuwa ni the largest slum in Africa, itabadilika sifa yake, itakuwa the largest estate organized in Africa hapa Kibra, and that is my commitment. Na wengi hawakuniamini kwa sababu wamepigishwa hadithi miaka nenda miaka rudi, lakini mimi nilisema liwe liwalo. Si mnajua kuna watu wengi sana walinipinga na hii mambo ya housing, si waniletea balaa kubwa sana mpaka wakanifanyia maandamano. Lakini mimi nataka niwaulize, hii program ya housing iendelee ama isiendelee? Mnasema iendelee isiendelee? Wale wanasema iendelee nione kwa mkono, wala wanasema iendelee. Niambia hii maneno ya hapa lazima itembee haraka haraka. Mnasema tuendelee na hiyo kazi, tuungane MCAs pamoja na wabunge, kazi bila break. Tumekubaliana? Niko hapa na yeye katika hii kazi, approvals hapa, na mimi nawaambia tubadilishe Islam ikae estate kama ile mnaona hapa. Mimi nawauliza watu wa Kibera, mnasema tuendelee na hiyo kazi ya kubadilisha maisha ya wananchi wa taifa letu. Kwa hivyo Kibra, mimi nataka niseme asante sana. Kumi bila break. Kumi bila break. Umepewa hii, unaenda pale unaangaliliwa kwa system, inatolewa, unalogiwa out kwa system kuoneshana physically ulikuja na ukachukua, then una sign pale manually una sign pale. So tuko kwa internet wetu tutawa approve. Within 3 days wataprintio kadi zao na waweze kubenefit. Tumesema hii mradi hatakuja kupata na hii yenye tumekuwa tukiona Kana na hii zone B hatuwezi kuachilia chance ya kuona kitu Nairobi. Mheshimiwa Rais, usitake watu wetu wafungiwe wakose nyumba. Na mimi kama chairman wa executive chenye tunaweza kuhakikishia ni hatutaacha watu wa nje wenye wanafaa kudeserve. Yeah. Very good. Pata card kama hii. Anajua lazima atakuwa kwa ile mradi lazima hapo. So hakuna intruder atakuja kupenetrate, lakini kama nyumba zitajengwa they have to countersign. Yes, they have to. That they have received the card. Yes. And you've given them back their ID. Yes. Oh, in alphabetical order. Yes.
but the system can tell you. You've been doing this process from morning. Yes. We started on Tuesday. You started gives the indication that they were living here. Absolutely, sir. Number two, it gives them the right to own a house. Absolutely, sir. Once it is done. Yes, sir. So there will be no doubt. There will be no doubt. And they are liable to get the new houses there. The new houses are ready. They'll be, Entitled to a house. yes, that's what it means here. So from the validation, we got 11,000. So and they qualify now for the houses. Yes. So it's a process that we have. You keep the database.